Amani ya Yesu iwe pamoja na wewe. Kwa wakati mzuri huu tutaenda kuchangia neno la uzima. Ninakushukuru tena. Sitachoka kukuonesha furaha ya moyo wangu kwa sababu kuwa kwako pale imenihimiza kusimama mbele za watoto wa Mungu na kutoa neno la uzima. Mungu akubariki sana na kuandaa moyo wako kupokea kile ambacho Mungu anataka tupokee pamoja na kukichangia katika safari ya kwenda mbingu. Nitakusihi sana muda huu tena ujisikie kujitoa, tuchangie neno hili liwezalo kusaidia maisha yetu. Tutaomba Mungu atushiriki katika kipindi hiki cha neno la Mungu. Na wakati tutakuwa tunaomba, nitakusihi sana uwe tayari na maandiko matakatifu. Nitakuomba utayarishe kitabu cha Ufunuo. Ufunuo wa Yohana sura yake ya 4 mstari wa 10 hadi wa 11. Tutasoma hiyo shahiri. Ninarudilia kusema hivi kwa wale ambao tuko pamoja wakisikiliza neno la Mungu. Weka kidole katika Biblia takatifu, kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura yake ya 4 mstari wa 10 na 11. Weka kidole cha pili katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 12 mstari wake wa 20 hadi 24. Kidole cha tatu ukiweke katika kitabu kile kile lakini sura tofauti, sura ya 14 mstari wa 8 hadi 15. Au usomi utakuwa mrefu, lakini ni hapo tutatoa neno la Mungu ili tutafakari mapenzi ya Mungu kwetu kwa jioni hii. Mungu akubariki, Mungu akufungulie mlango tena. Kile ambacho maisha yako unaona kwamba ni kigumu, ukiombee Mungu. Tutaenda kuomba Mungu na kuombea kipindi chetu. Mungu wetu mwaminifu, Baba muweza yote, ngao na nguzo ya uzima, utukubali na ututumikishe, ufungulie mlango wa baraka ili tuingie katika uwepo wako. Ninaomba utakaso na neema ya Mungu, nikiombea kipindi hiki. Mungu mwaminifu, upendezwe kututawala mwanzo hadi mwisho, tusikie uwepo wako. Napinga chochote kile ambacho hakitii jina la Yesu. Kwa nguvu na uwezo wa Kristo, wote wenye watasikiliza sauti hii kwa live na repetition, wote waone mkono wako, wasikie sauti ya Roho Mtakatifu. Asante Mtakatifu kwa kuwa wewe ndiwe unatawala mwanzo hadi mwisho. Wote ambao tunakaa pamoja kusikiliza neno na wenyewe wanatufuata live kwa mtandao, wote wabarikiwe kwa jina la Yesu. Mungu mzuri, Mungu wetu mkubwa, tunakuabudu na kushukuru jina lako kwa kuwa wewe ndiwe Mungu pekee tunayeamini na kumwabudu katika Yesu Kristo. Amen. Karibu sana. Naamini hii ni kipindi pendelevu kwako na kwangu kupokea makusudi ya Mungu na sauti yake kukufariji kwa wakati huu. Nimesema usome kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura yake ya 4 mstari wa 10 hadi 11. Hapo ndio tutakuwa katika kuchangia neno letu la leo. Kumbe uandae moyo wako tu, utasikia kile ambacho kinakuja kwako. Lakini ujumbe wetu ni nini? Ogopa utukufu wa Mungu. Ninasema ogopa utukufu wa Mungu. Ndiyo mada tutakayoigusia. Tuende na muda gisi Mungu atakavyotujalia, tuguse kile ambacho anahitaji tuzungumze, kuongea na watoto wake. Yawezekana unaingia kanisani, unaendaka tu, unaenda kujifurahisha, wengine tunaenda kutoa stress, wengine wanaenda kumaliza muda. Lakini Mungu anajua wale ambao wanaenda kutafuta uso wake, wale ambao wanaenda kuzungumza na yeye, wale ambao wanaenda kumsherekea, kumwabudu na kumsifu kama Mungu wao. Kwa hiyo wewe ambaye unampenda Mungu na haja ya Roho Mtakatifu kuneneza moyo wako, karibu sana tusome neno lile, Ufunuo wa Yohana. Tutaomba kabisa kama una Biblia uwe pale. Ufunuo wa Yohana sura yake ya 4 mstari wa 10. Wanatusomea. Tuko hapa na mtumishi wa Mungu akitusaidia katika usomi, na wewe pia ukiwa unaweka kidole pale na kusikiliza. Tunamkaribisha. Karibu msomaji wetu. Tunasoma Ufunuo wa Yohana sura ya 4 mstari wake wa 10 kwa jina la Yesu. Amina. Ndipo hao wazee 24 huanguka mbele zake, yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi, nao humshuhudia
yeye aliye hai hata milele na milele. Nao huzitupa taji zao mbele ya kile kiti cha enzi wakisema, umestahili wewe Bwana wetu na Mungu wetu kupokea utukufu na heshima na uweza, kwa kuwa wewe ndiwe uliyeviumba vitu vyote, na kwa sababu ya mapenzi yako vilikuwako navyo vikaumbwa. Amen. Amina. Tuko pale katika usomi huo tunasikia neno kubwa, utukufu. Wenye uhai 4 na wazee 24 walikuwa wakizunguka kiti cha enzi, wakisujudu, wakiabudu na kutamka. Katika kuabudu kwako unatamka. Usipotamka kwa kinywa, unatamka kwa moyo, ukisema kile ambacho unajisikia kinakuleta mbele za Mungu. Na hawa wenye uhai 4 wazee 24 wanasujudu wakisema, wastahili Bwana Mungu wetu kupokea utukufu, heshima na mamlaka, kwa sababu ni wewe uliumba kila kitu kwa mapenzi yako. Kila ambacho kiko chote tunachokiona kiliumbwa na wewe. Wastahili heshima, wastahili utukufu, wastahili maabudu yetu. Amen. Wako waliotawala, tuliwasikia wakila raha, wakila sifa zao, wakila mali yao. Wako waliobarikiwa urembo, waliobarikiwa pesa, waliobarikiwa vyeo, waliobarikiwa heshima. Lakini hakuna yule ambaye aliyezaliwa na mwanamke alijikokotea utukufu akaishi. Amen. Hakuna yule aliyejikokotea utukufu akaishi. Kitu ambacho kinamwangusha mwanadamu haraka cha kwanza ni sifa. Amen. Huyu pekee ambaye anaabudiwa, anasifiwa na anabaki yule mtukufu mtakatifu, anasema mimi ndimi yule jana, leo na hata milele. Ninaabudiwa siku zote, lakini yeye ni yule jana, leo na hata milele. Lakini mwanadamu akitapwa dakika moja anageuka, na wengi wanaishia shimoni, wanaanguka hapo, wanaanza kutemea wengine, wanaanza kudharau wengine, wanasahau hata kama uliumbwa na Mungu, kwa kuwa wanajikokotea utukufu. Amen. Mwanadamu hasubiri sifa, mwanadamu hangojee utukufu. Lakini huyu yeye wanamuita wazee 24 wenye uhai 4 walikuwa wakisema, les 24 vieillards se prosternaient devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorèrent celui qui est au siècle des siècles, et jetèrent leur couronne devant le trône en disant, wakakuwa wanasema, wastahili nini Bwana Mungu wetu? Wastahili kupokea utukufu, heshima na mamlaka. Ninahitaji mimi na wewe tukumbuke huyu anayestahili kupokea utukufu, heshima na mamlaka. Wewe kama Mungu amekukumbuka kukuinua, usipokee utukufu wa Mungu. Utukufu wa Mungu unabakia utukufu wa Mungu. Na katika mada haya tunaleta kuambia watoto wa Mungu, wewe inuka, wewe barikiwa, lakini angalisho mara 7, angalisho kucheza na utukufu wa Mungu. Mungu akikuinua, Mungu akikupa uongoze kondoo zake, Mungu akikupa kundi la kuongoza, kitu cha kwanza kimbia utukufu wa Mungu. Kitu cha kwanza epuka kujikokotea sifa za Mungu. Mungu huyu ni mwivu, na sifa zake hazichangii na mwanadamu, hazichangie na kiumbe alichokiumba, hazichangie na malaika. Utukufu wake hauchangie na kuzimu. Mungu hachangie utukufu wake. Wenye uhai 4 wazee 28 walikuwa wakisema, wastahili Mungu wetu, wastahili Mungu wetu. Huyu aliyekuwa wakimwambia ni mwana kondoo. Huyu mwana kondoo ndiye Kristo. Unayetafuta Mungu tofauti na Yesu bado unapotea. Wakasema, wakimwambia huyu mwana kondoo, wakimwambia Yesu Kristo, ule Yesu aliyevaa mwili kwa miaka 33, huyu aliyekufa akafufuka, kisha siku
Kisha siku 40 duniani, kisha kufufuka kwake akapanda. Kisha siku 10 za kupanda kwake akaja katika hali ya roho, na hiyo siku ilikuwa ni siku ya Pentekoste. Wote waliokuwa ndani ya chumba cha juu, watu 120 walijazwa Roho Mtakatifu, na Paulo akaonesha, Petro akaonesha kwamba yule mliyemsulubisha ni huyu amekuja kwetu. Amen. Sasa Yohana mtume, huyu ndiye mtume aliyekufa wa mwisho kisha wote. Huyu Yohana mtume alipooneshwa akaona wazee 24, akaoneshwa kiti cha enzi kinazungukwa na hawa wazee wakianguka mbele za kiti cha enzi na kusema, wastahili Mungu wetu kupokea utukufu, heshima na mamlaka. Amen. Yeyote binadamu mwenye anaweza kuchukua maneno haya matatu, wastahili utukufu, wastahili heshima, wastahili mamlaka, huyo mtu hawezi ishi muda mrefu. Ule mtu lazima atamaliza vibaya. Hata mnamuona anapamba, hata muona anapendeza, anakanyanga udongo, mnadhani kwamba koite anakanyanga patapasuka. Mwisho wa ule mtu inakuwaka tu ni mubaya. Amen. Hawa wakakiri kwamba astahili ya utukufu ni Yesu Kristo Mungu wao. Na wewe ninakuletea mada haya kwamba usicheze na utukufu wa Mungu. Ninakutakia neema hii. Kama kweli uko unaenda mbingu, kama kweli unamjua Mungu ni nani, usidanganywe na cheo chako, usidanganywe na kuongoza watu wachache, usidanganywe na kuitwa mwanabunge au rais au mfalme. Usidanganyike, sababu ukisahau tu unaweza maliza vibaya. Ukisoma kitabu cha Petro wa kwanza sura yake ya 5 mstari wa 5, pale wanasema Mungu wapinga wenye kiburi na kuwafadhili wanyenyekevu. Amen. Unaweza zani kwamba juu unakula, juu tumbo inasogea unafadhiliwa. Ile ni maua inapamba, lakini dakika ya kunyauka, saa za jioni inakaribia. Usipokumbuka kwamba utukufu wa Mungu haucheze, usipokumbuka kwamba Mungu hachangie sifa zake, Mungu hachangie utukufu wake na binadamu, usipokumbuka tu, mwisho wako ni mubaya. Amen. Twende kusoma. Msomaji wetu tutamsihi tena tusomee kitabu cha Matendo ya Mitume sura yake ya 12 mstari wa 20 hadi 24. Na kuomba unyamaze ukisikiliza usomi ule natuambia nini. Karibu sana. Matendo ya Mitume 12:20. Tunasoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura 12 mstari wake wa 20 kwa jina la Kristo. Naye Herode alikuwa amewakasirikia sana watu wa Tiro na Sidoni. Wakamwendea kwa nia moja, na wakiisha kufanya urafiki na Blasto mwenye kukitunza chumba cha mfalme cha kulalia, wakataka amani, kwa maana nchi yao ilipata riziki kwa nchi ya mfalme. 21. Basi siku moja iliyozimiwa, Herode akajivika mavazi ya kifalme, akaketi katika kiti cha enzi, akatoa hotuba mbele yao. Watu wakapiga kelele wakisema, ni sauti ya Mungu, si sauti ya mwanadamu. Mara malaika wa Bwana akampiga, kwa sababu hakumpa Mungu utukufu. Amen. Akaliwa na chango, akatokwa na roho. 24. Neno la Bwana likazidi na kunena. Na Barnaba na Sauli walipokwisha kutimiza huduma yao, wakarejea kutoka Yerusalemu, wakamchukua pamoja nao Yohana aitwaye Marko. Amen. Amen. Mungu abariki mtumishi wake kwa kudusomea. Ninaamini umejisikilia inayoguhusu, na tutaenda kumaliza tutahitaji tena kusoma hiyo shahidi, tutaisoma, lakini tunasema ni sura ya 14 ya hicho kitabu cha Matendo ya Mitume. Hii ni habari ya mfalme Herodi, na huyu mfalme sio ule Herodi aliyeua watoto wakati Kristo alizaliwa. Watafiti wanasema ilikuwa ni Herodi mwingine, mjukuu wa ule. Sasa huyu Herodi inaonekana wote walikuwa ni wakatili. Herodi huyu naye
alianza kuua mitume, kuwinda na wanafunzi wa Yesu wauawe, na alihakikisha anawafuata. Ilipofika kipindi au wakati anafunga mtume Petro alifunguliwa na malaika kwa hali ya mjiza. Petro akatoweka, na wakati Petro anatoweka gerezani, malaika anakuja anamtoa gerezani, anamuongoza. Wenzake wako wakililia Mungu katika sala, katika chumba cha maombi, wanamuona Petro anakuja kwa hali ya muujiza, wakazani ni pepo. Ni Petro anafunguliwa na malaika. Na wewe kuna kipindi pia unapitia au unaweza kupitia maishani mwako, lakini hicho kipindi ni kipindi Mungu ameruhusu kwamba ni kipindi cha baraka kwako. Itakuwa kama ndoto. Petro alizani kwamba alikuwa anaota, ni malaika amekuja, amesikia kilio cha watumishi wake, kilio cha watumishi wa Mungu. Malaika anakuja amfungue Petro. Petro alipofunguliwa, Herodi akaanza kumtafuta, akafanya mandat de recherche contre Pierre. Na walipoanza kumtafuta, kiburi cha Herodi kinapanda. Hiki kiburi kilipopanda, Mungu iko anaangalia. Na wakati Mungu iko anaangalia, ilifika sasa watu wa Sidoni, watu wa Sidoni na pia watu wa Tiro walikuwa katika hali ya vita na Israeli. Na ilibidi walipoona kwamba hawatamshinda Herodi, wakaja kunegotiate, wakaja kutafuta amani. Wakaja wakasubmite mbele za Herodi. Walipokusubmite, wanaomba kuwe amani, sababu chakula maisha yao ilikuwa inatoka ni kwa Herodi, ilikuwa inatoka katika ufalme wa Herodi. Sasa walipotaka amani, Herodi akajisikia tena yeye anawinda mitume, anawinda wanafunzi wakufe, azimishe injili ya Yesu Kristo. Ya pili, wanakuja kumutafuta, wanakuja kumnegotiate, wanakuja kutafuta amani. Watiro na Sidoni wanakuja kwa Herodi. Sasa Herodi akajisikia kwamba yeye ndiye mtawala. Herodi unavimba tumbo, Herodi unapanda cheo, Herodi una pete, lakini zile ni pete za dunia, zile ni pete, sio utukufu wa Mungu. Herodi wewe una cheo lakini hauna neema, Herodi wewe una sifa lakini hauna wokovu. Herodi akajizani kwamba ni yeye anatawala. Sasa ilipofika kesho yake, Wasidoni walikuja kumuona na Watiro, na iko katika hali ya kutafuta Petro iko wapi. Iko akiwinda Petro apatikane naye auawe. Sasa kulipokucha, mfalme akavaa mavazi yake ya heshima ya kifalme, akakaa kwenye kiti na kuanza kuhutubia, kuanza kuongea. Alipoanza kuongea, watu wakamuingiza ndani ya makosa, na walipomuingiza ndani ya makosa hakutoka kwa hicho kiti. Nataka nikwambie nini? Sifa za Mungu, utukufu wa Mungu hautanii. Ikiwa umeneemika na Mungu kwamba wewe uongoze familia yako, ongoza familia yako, lakini ujue kwamba una kichwa, na kichwa cha ile nyumba ni Kristo. Amen. Ikiwa unaneemika kuongoza watu wachache, usijivune, usijitape, lakini nyenyekea chini ya ule aliyekupa mamlaka uongoze wale watu. Amen. Ikiwa unafanikiwa hela ndogo, usijivune kwa sababu ya ile hela. Jifunze kunyenyekea. Jifunze kujua kwamba utukufu sio wako, utukufu ni wa Mungu. Nataka kila anayesikiliza, ikiwa kweli bado unajua Mungu ni nani maishani mwako, ikiwa unajua Mungu huyu ndiye anaua mwili na roho, huyu Mungu ndiye ana uwezo wa kuangamiza na pia uwezo wa kuokoa, ikiwa unajua kwamba vizazi vilivyotangulia tangu uumbaji wa Adamu mpaka wewe, ikiwa unajua kwamba anayetawala ni Mungu, usijikokotee utukufu sababu wako waliokokota utukufu. Tuna habari za Nebukadneza, alienda polini miaka 7 akila majani kama kondoo, aliota makucha kama ndege. Sasa wewe ni nani? Mwana wa Mungu, wewe ni nani?
unajisikia kwamba kabisa unajizatiti kabisa na kujihisi kama kisha nyuma yako hakuna mwingine, ni wewe tu. Mbele yako unasikia hakuna mtu na nyuma yako hakuna mtu. Unasikia kwamba ni wewe tu, kisema kile unasema kinafanyika. Ogopa Mungu. Ogopa kucheza na utukufu wa Mungu. Fanya mambo yako ikiwa bado inakuhusu. Fanya mambo yako. Mungu amekupa uhuru, fanya kazi zako. Jenga kama ulisomaka, jenga, upandishe magorofa. Sio shida. Kama una ile ujuzi wa kutengeneza gari, ndege, tengeneza, lakini ifikapo habari zinazohusu utukufu wa Mungu, ogopa. Amen. Sasa Herodi hapa umetusomea Herodi, Watiro wanatoka, watu wanakuja wakimwona mfalme na heshima. Na wewe yawezekana kuna kipindi mtu anapitiaka, anasikia kwamba Mungu anamkubali, na mara nyingine unaona wengine na afya inakuja, unasema kweli, unabarikiwa mwili wa heshima, hata haujasema watu wanaona kama ule ni mwili wa tajiri. Wako wengine mali inawakubali na pesa zinakubali kabisa. Ile amani inakupa Mungu ndiye anakupa kusudi uvimbishe pato, lakini isiwe chanzo cha kiburi, kujivuna zidi ya Mungu aliyekuumba. Amen. Sasa Herodi inakuwa ni muda anasikia kama heshima ninazo. Watu wakalalamika, sauti ya Mungu. Watu wakalalamika, hii ni sauti ya Mungu. Herodi, watu wanakulalamikia, hii ni sauti ya Mungu. Jua kwamba wewe kama wanakuita Mungu, wewe unataka kufa. Lakini Mungu wa kweli hawezi kufa, anaishi milele hata milele. Wewe wanakuita Mungu, unaenda kumaliza, na mwisho wako utakuwa mbaya kama tu habari hizi za utukufu unaenda kuzichezesha. Wako watu wanajikokotea utukufu sababu ya kimo. Watu wanajikokotea utukufu sababu ya urembo. Watu wengi wanajikokotea utukufu sababu ya elimu. Watu wanajikokotea utukufu sababu ya kazi nzuri, sababu ya familia, sababu ya utajiri. Watu wengi wanajikokotea utukufu sababu ya kwenye wako, sababu ya mavazi. Akivaa tu anaona kama wengine wote tunakuwa ni tuvidudu mbele yake. Sasa Herodi, hii ndiyo dakika yake ya mwisho ya kujivuna, sababu Mungu hawezi changia utukufu na mwanadamu. Amen. Herodi wakamlalamikia. Watu walipolalamika kwa mbele ya Herodi, mpendwa, nini ilikuwa? Watu walipolalamika wakasema, ni Mungu. Hii ni sauti ya Mungu. Wanakulalamikia Herodi. Yes, na parudi kwa machache. Un jour fixé, Hérode revêtit des habits royaux et assis sur son trône. Kwa ile siku iliyofaa kabisa, Herodi amevaa mavazi. Les harangua publiquement. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu. Le Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira rongé de vers. Amen. Herodi, hiyo dakika, wale watu waliokuwa wakimzunguka, wale watu waliokuwa wakiona mavazi zikipepea, wenyewe wako wanakuona afya inakukubali, wenyewe wakuona pesa zinakuitika, wale ndio watakucheka kesho. Kumbe fanya angalisho, backup, rudia nyuma, umtafute Mungu uliyemwacha sababu ya mali. Amen. Sasa wakalalamika, ni sauti ya Mungu. Hawakuita sauti ya Mungu ndani ya Herodi, lakini walimuita Herodi ndiye Mungu. Hiyo dakika Mungu hakuvumilia Herodi aitwe Mungu katika Israeli. Na mimi naipinga kwa jina la Yesu. Ndani ya jamaa lako hamtasimama Mungu mwingine nje ya Yesu Kristo. Atajivuna, atakutesa juu ya uchawi wake. Akisimama na uchawi wake katika jamaa lako, atakutesa. Na ndiyo maana kwa jina la Yesu aliyejikokotea utukufu, aliyekuvamia, aliyekufungia maisha, anayekutesa, hataitwa Mungu. Tangu sasa vidudu vimule kwa jina la Yesu.
vidudu vimule. Ninaikiri kwa mujibu wa neno, vidudu vimule kwa jina la Yesu aliyejivuna mbele yako akitaka aitwe Mungu. Aliwe na vidudu, aliwe na vidudu, aliwe na chango kwa jina la Yesu. Chango zimule mara 7 kwa jina la Yesu. Amen. Aliwe na chango kwa kuwa ameshindwa kumtukuza Mungu. Ni nani mjamaa lako anasimama kama Herodi ambaye anataka aitwe Mungu? Aliwe tangu sasa, ili ijulikane kwamba Mungu yuko na hata badilikaka. Na nguvu zishindazo ulimwengu ni imani kwa waliozaliwa na Bwana. Ni sauti ya Mungu. Mnamchukua Herodi, yeye ndiye anakuwa Mungu. Katika Israeli hakuwezi kuwa Mungu wawili. Nakiri kwa jina la Yesu, ndani ya jamaa langu hamuna Mungu wawili. Kristo anatawala. Kristo ndiye namba 1. Kristo ndiye namba 1. Nje ya Yesu hakuna mwingine. Hakuna jina litakalo tamkwa lenye utukufu kama jina la Yesu tunayemtangaza. Amen. Jina gani unalivaa kiunoni? Jina gani unalivaa benkini? Jina gani unalivaa katika kanisa lako? Jina gani unalivaa katika jamaa, katika cheo? Jina gani unalivaa linalosikika kama ni sauti ya Mungu na njoo maanguko yako? Kwa jina la Yesu achilie, umtafute Mungu. Hapo. Sasa nao walikosea wakisema Herodi, haiko sauti ya mtu, ni sauti ya Mungu. Wewe unakuwa Mungu, hauko tena mtu. Kwa jina la Yesu, Herodi sio Mungu wangu. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Hapo hakushuka kwa kile kiti, hakutoka. Hapo Mungu alimtuma malaika akamupiga. Amen. Malaika alimslap, alimupiga na kumupiga. Hapo mwili katoa vidudu kama maiti imekufa kisha siku 4. Mfalme anatoka vidudu. Mfalme anaanza nuka kwa sekondi 1. Vidudu vinajaa pale. Alikuwa mwenye heshima, mwenye kupamba. Mwili usikudanganye, dunia isikudanganye, pesa isikudanganye, utajiri isikudanganye, kimo isikudanganye, urembo isikudanganye, shahada au vyeti visikudanganye. Mpendwa mwana wa Mungu, yote ni ubatili. Yote italiwa na vidudu usipomtukuza Mungu. Naogopa kukuambia hili jambo. Yote italiwa na vidudu usipomtukuza Mungu. Yote italiwa na tango. Mwili watu waliokuwa wakiona ikaoza hapo. Huyu anayemwita, mumwite tena Mungu. Mwite na hivyo vidudu vyote Mungu. Hali ungana mtukuza Mungu, mtukuze. Usitukuze Mungu bado. Usingoe uwe mgonjwa ndio mtukuze Mungu. Vidudu anaishia hapo. Kutrone royale yote inaoza hapo. Anaishia hapo. Ufalme unaharibikia hapo. Herodi, mwisho wako ni hapa tu. Watu walikuita Mungu. Sasa onesha uungu wako. Mungu wangu hawezi kuoza. Mungu wangu hawezi kufa. Mungu wangu hawezi kuchoka. Mungu wangu yuko hashindwi. Mungu wangu ni Mungu milele. Haiko Mungu wa kutoka vidudu. Amen. Yesu akubariki sana. Kwa sababu ya muda nitakuomba tuachie hapa. Sababu ya muda nitakuomba tuachie hapa. Tutaendelea kama vile Mungu anavyotujalia. Tutakuwa tukiongelea neno ogopa utukufu wa Mungu. Kama uko na watoto wako pale, kama uko na mke wako papa, kama uko na mume wako mama, na kusihi kama uko kazini, ambia wenye mnatumika nao, ogopa utukufu wa Mungu. Ogopa, narudilia tena, ogopa utukufu wa Mungu. Hizi mifano miwili tunaziona. Tuna habari ya Yesu ndiye mwenye utukufu.
wenye wazee 24 hapa wanasema walipokuwa wakiwa mbele ya kiti cha enzi, wako wakisujudu wakisema, wastahili kupokea utukufu, heshima na mamlaka. Hawavichangie na mtu duniani, hawavichangie na malaika mbinguni, hawavichangie na ibilisi kuzimuni au mapepo. Wastahili wewe Kristo. Wastahili wewe Kristo. Ndani ya jamaa langu wewe pekee, sauti yako itwe sauti ya Mungu mkuu. Hapana miungu, hapana mavazi yangu, hapana jina langu, hapana cheo changu, hapana pesa yangu, hapana elimu yangu, hapana shahada, hapana PhD yangu, hapana. Yesu anabakia Yesu na jina lake halichangie na shahada yangu. Amen. Cheo changu ni cheo, kinanihusu mimi, lakini kiki nisukuma kumsahau Mungu na kujivuna mbele ya aliyeniumba, ile cheo haitanisaidia wakati wa shida. Herodi wanakuita Mungu, ile cheo wamekubandika na haiko yako ikutowe pale. Mungu anajilipizia kisasi kutetea jina lake kusudi wale watu wasipotei, wajue kwamba Mungu iko. Na habari zilitembea katika Israeli mzima kwamba hakika yuko Mungu anayetetea jina lake. Na wewe kama hautaonesha watoto wako Mungu wa kweli ni nani, Mungu atakushughulikia. Kama hautaonesha wale watu unaoongoza unataka wakupe heshima, wanaingia wote wasimame wakusujudie, utamaliza vibaya. Kama unataka utumike kazi ya Mungu unazungukwa na wabodyguard, jue kwamba unaingia na wengine wanakuja wana kublo, wanakupulizia. Ipo siku wakati utakuwa machungu, wataleta ventilateur, oksijeni zote za hospitali na hazitapunguza maumivu utakuwa nayo, sababu utakuwa unaadhibiwa na Mungu. Ogopa Mungu. Ogopa kucheza na utukufu wa Mungu. Niko hapa kama wakala wa mbinguni nikitetea utukufu wa Mungu. Na hata niwe na cheo chochote, hakuna cheo itanisababisha Mungu. Hata niongoze watu miliari 5, nasema mimi niwaongoza, sitasahau aliyeniumba ambaye amenipa uwezo wa kuwaongoza kwa muda wangu kama mwanadamu. Hata nipewe dhehebu kubwa niongoze watu, kama Mungu aishivyo, uniepushe Mungu mbali na mimi pepo ya majivuno kwa jina la Yesu. Naweza kuongoza watu lakini siwazidi akili. Nina neema tu kwamba niwaongoze lakini siwazidi akili. Amen. Herodi hapo. Mfano wa kwanza huo, nimekuambia mfano wa Nebukadneza ampasa, lakini nakwambia hapa Herodi alipigwa kwa kuwa hakumupa Mungu utukufu wake. Hapo ndipo tuko. Ogopa utukufu wa Mungu. Herodi hapa anapigwa kwa kuwa hamupi Mungu utukufu wake. Sasa Mungu wangu, Mungu wako ni mwivu wa utukufu wake. Hapa tuna 21 hapa. Herodi anapigwa kwa kuwa hamupi Mungu utukufu wake. Sasa nakuombea, mupe Mungu utukufu wake. Katika kuvaa kwako mupe Mungu utukufu wake. Katika kukula mupe Mungu utukufu wake. Katika kutembea mupe Mungu utukufu wake. Katika kutumika mupe Mungu utukufu wake. Katika kuwaza mupe Mungu utukufu wake. Katika kuishi na watu wenzako mupe Mungu utukufu wake. Usitege mwenzako binadamu utaki umulaze, maana na wewe hautakuwa milele. Usiharibie mwenzako sifa, maana na wewe hatuharibishe zangu na wewe zako hazitakuwa nzuri, maana kiasi unachafua zangu zako ndio ziko zinaharibika zaidi. Kwa hiyo katika yote ufanyayo mupe Mungu utukufu wake. Herodi kulikuwa asimame awakemee wale watu, anazipokea zile sifa na zikamwangusha. Ninarudia kusema kwamba kila kinachojiita Mungu ndani ya maisha au katika maisha yako, kwa jina la Yesu kioze. Amen. Kile kinachokutesa katika afya yako, kwa jina la Yesu kiharibiki. Kile kinachokusumbua kama ni magonjwa ambayo inasimama kama miungu, kwa jina la Yesu yoze, isitoke pale. Ijulikane kwamba Mungu ni mponyaji, umefika kwenye kisima ya uponyaji. Mungu iko. Mungu iko. Israeli ibidi wajue kwamba Mungu iko. Akashusha nguvu. Akaamuru malaika azibu Watiro na Wasidoni wasimtie huyu mtu kiburi.
inabidi ajue yule Yesu ambaye anataka azimishe jina lake, na ule Yesu tena ndiye anamwadhibu. Ule Yesu ambaye leo unainukia, ule Yesu ambaye unafanya jina lake kama jina la biashara, na ni yule atakupiga. Alimwambia, Saulo, Saulo, mbona unanitesa? Kwa nini unanitesa? Unepesha mbere jembesi leze guyo. Akamwambia, Sauli, unanitesa kwa sababu gani? Wako wengi wanamtesa Yesu. Acha upokee neema mpya. Nakushukuru sana. Mungu akubariki. Mungu akusaidie. Na achia hapa, tutaendelea kupartager kwa wengine nao wapokee baraka hizi. Usicheze na utukufu wa Mungu. Kitabu cha Matendo ya Mitume 14 tutaisoma muda ujao. Tutafasiria ifuatayo hapo. Lakini mfano wa kwanza, tulisema ya kwanza kwamba utukufu wote ni wa Yesu. Wa Yesu. Mbingu zinautangaza kwamba utukufu, heshima na mamlaka ni ya Kristo, mwana kondoo wa Mungu. Mwana kondoo pekee aliyeshinda kifo na mauti, ana funguo ya uzima mikononi, ana funguo ya mauti mikononi. Yeye ndiye Mungu. Akisema hakuna awezaye kupinga, akibariki hakuna awezaye kulaani, akilinda hakuna awezaye kuiba, akiinua hakuna awezaye kushusha. Yeye ndiye Mungu. Ana neno la kwanza na la mwisho la maisha yako. Ogopa utukufu wa Mungu tu, utaona kisha atakupandisha viwango hadi viwango, utukufu hadi utukufu. Kitabu cha Injili ya Yohana sura yake ya 3 mstari wa 30, Yohana Mbatizaji akasema, sawa, namletea habari za Yesu. Eti ule uliyembatiza naye tunaona akibatiza. Akawajibu wanafunzi wake, ule ainuke, mimi nishuke. Ni wangapi watumishi watajua kwamba Mungu njoo namba moja, yeye ainuke wao washuke? Ni wangapi? Ule mtumishi ni mbarikiwa. Yohana 3:13. Mungu akusaidie na bariki moyo wako. Wasidoni, Watiro wasikudanganye wewe wao kuja kukunegotiate, isikuonesha kama wewe unakuwa wa milele. Pesa, pato lolote, nguvu yote isikudistract. Ogopa Mungu. Ogopa Mungu. Acha injili iende. Nasema Injili ya Yohana 3:13. Jean chapitre 3 verset 30. Mungu atubariki sana. Mimi nishuke, Mungu ainuke. Narudi tena, mimi nitoweke kabisa hata mbele ya kamera hii, utukufu wa Mungu ionekane. Mimi najificha nyuma ya msalaba wa Yesu Kristo. Mungu uende mbele, na kuja nyuma yako. Baba, niko ndani yako, maana mimi ndani yako ninakuwa kiumbe kipya. Na sasa yote yamepita, ya kale yamepita, yote yamekuwa mapya, maana ninakuwa kiumbe kipya ndani yako. Na wewe pia wewe pia ndani yangu ninatumaini la utukufu. Kwa hiyo mimi nishuke, Yesu inuke. Nasema kitabu cha Yohana 3:13. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu uliyetufuata, mtumishi wa Mungu ambaye umetusomea. Ubarikiwe daima. Wewe ubarikiwe. Karibu tena wakati ujao, tuendelee habari zinazohusu utukufu wa Mungu. Hauchangiwi. Tuogope kuwa baba, nisijikokotee utukufu wa ubaba. Baba mkuu ni Mungu, na lazima nijue ile kama aliye baba wa wote ni Mungu. Mathayo 23:9. Baba wa wote ni Mungu. Kama niko baba, sitajivuna. Najua yuko baba ambaye sote, mkubwa na mdogo, vizazi vyote tangulia na vya sasa, sote tunamwita Mungu Baba. Mimi nishuke, Yesu inuke. Amen. Tuombe. Mungu mtakatifu, Mungu wetu mzuri, liabudiwe na kusifiwa jina lako, jina lenye heshima, jina lenye mamlaka, jina la kuabudiwa. Asante Mungu kwa kunikubali na kunitumikisha leo. Bariki huyu baba, bariki huyu mama, ukaka na udada, wote wajue kuogopa utukufu wako na wakutukuze katika hali yote, kwa jina la Yesu, mwanzo hadi mwisho. Uko Mungu milele. Najificha nyuma ya msalaba, chini ya uvuli wa utukufu. Nami nibarikiwe, unikumbuke utakapobarikiwa nao nyenyekea ndani ya Yesu. Amen. Mungu akubariki. Karibu tena. Bye. Tunashukuru kwa komenti zote, tutazisoma na tunasoma zingine na tutaendelea kuwashukuru. Mubarikiwe nyote mliokuwa pamoja na sisi, na wote ambao mtachangia baraka hizi, habari hizi zinazohusu utukufu wa Mungu. Mungu anabakia Mungu katika yote.